Habari za asubuhi, karibu katika kesha la asubuhi. Leo ni siku ya Jumatano ya tarehe 11 Machi 2026. Somo letu leo ni kichwa cha habari kinachosema mwenye haki ataishi kwa imani. Fungu letu ni kutoka kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 6. Basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye. Tuombe. Tunashukuru Mwenyezi Mungu muumbaji wetu kwa jinsi ambavyo umetulinda usiku kucha. Ni wakati mwingine wa asubuhi. Tunajikabidhi mikononi mwako, tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako. Ukawe pamoja nasi tunapoingia katika tafakari ya neno lako, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba kushukuru. Amina. Ukuaji wetu katika neema, furaha yetu, ufanisi wetu, vyote utegemea muungano wetu na Kristo. Ni kwa kujumuika naye kila siku, kila saa, kwa kukaa ndani yake tunaweza kukua katika neema. Yeye sio tu mwanzilishi bali mtimizaji wa imani yetu. Ni Yesu wa kwanza na wa mwisho na daima. Anapaswa kuwa nasi sio tu mwanzo na mwisho wa njia yetu, bali katika kila hatua njiani mwetu. Je, unauliza, ninawezaje kukaa katika Kristo? Katika njia ile ile uliyompokea mara ya kwanza. Basi kama mlivyompokea Yesu Kristo Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 6. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Kitabu cha Ibrania sura ya 10 na ule mstari wa 38. Ulijikabidhi mwenyewe kwa Mungu kuwa wake kikamilifu ili kumtumikia na kumtii, na uliitwa na Yesu kuwa mwokozi wako. Usingeweza kujilipia mwenyewe fidia kwa ajili ya dhambi zako au kubadilisha moyo wako, bali baada ya kujisalimisha kwa Mungu, unaamini kwamba yeye kwa ajili ya Kristo alifanya hayo yote kwa ajili yako. Kwa imani unakuwa wa Kristo, na kwa imani unapaswa kukua katika yeye kwa kutoa na kupokea. Unapaswa kutoa vyote, moyo wako, mapenzi yako, huduma yako. Jisalimishe kwake ili kuyatii matakwa yake yote. Na lazima uchukue yote, Yesu aliye ukamilifu wa baraka yote, ili akae moyoni mwako, awe nguvu zako, haki yako, msaidizi wako asiyekoma, ili akupatie nguvu ya kutii. Jiweke wakifu kwa Mungu asubuhi. Ifanye hii kuwa kazi yako ya kwanza. Hebu ombi lako liwe, nitwae Bwana niwe wako kikamilifu. Naweka mipango yangu yote miguuni pako. Nitumie leo katika huduma yako. Kaa nami na ruhusu kazi yako itendeke ndani yako. Hili ni jambo la kila siku. Kila asubuhi jiweke wakifu kwa Mungu kwa ajili ya siku hiyo. Salimisha mipango yako yote kwake ili itekelezwe au iachwe kama mapenzi yake yatakavyoonekana. Ndivyo utakavyoyakabidhi maisha yako siku kwa siku mikononi mwa Mungu, na kwa namna hiyo maisha yako yatafinyangwa zaidi na zaidi kufanana na maisha ya Yesu. Tuombe. Baba Mungu Mwenyezi, asante kwa somo la asubuhi ya leo. Tunajikabidhi mikononi mwako tunapoanza siku hii. Ukatulinde, ukatuongoze, tukawe na siku iliyo njema. Kwa jina la Yesu Kristo tukutakie tena kwa wakati mwingine. Amina.